Hello, karibu sana katika channel yangu. Mimi huwa natoa kila wiki video ambazo zinaelimisha kwa ajili ya hususan sisi wa Tanzania na watu wengine wote ambao tumetoka katika bara la Afrika. Kwa siku ya leo nimekuja na ujumbe wangu mdogo tu ambao unahusu ushindi, kwamba kila mmoja unayemuona siku ya leo nataka kukuambia kwamba kila unayemuona, kila unayekutana naye ni mshindi. Msingi wa hii kauli yangu umeegemea kwenye, nitaongelea kidogo kuhusu sayansi, na hili neno nitakaoliongea wenzangu ambao umeenda shule na mmesoma mtaweza kudhibitisha. Wataalamu wanasema kwamba ili binadamu aweze kuzaliwa, mtoto wa kiume unatoa mbegu kuanzia milioni 15 mpaka milioni 200. Narudia tena, ili uweze kuzaliwa binadamu, wakati wa ile tendo mwanaume anatoa mbegu milioni 15 mpaka milioni 200 na kitu. Hizo mbegu milioni 200 na kitu, inatakiwa mbegu moja tu iweze kupenya na ili mtu aweze kuzaliwa. Kwa hiyo kwa nini nasema kila mmoja ni mshindi? Ni kwamba ili mimi niwe mimi, niliweza kushindana na mbegu zaidi ya milioni 200 nikaweza kupenya na kuwa mimi hapa nilivyo na kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo kitendo cha kutokea mimi ni ushindi mkubwa na ni kiongozi. Narudia tena, kitendo cha mimi kutokea na kuwepo duniani, au mtu yoyote ambaye yupo duniani ni mshindi, kwa sababu aliweza kushindana na lundo la watu ambao walitakiwa wawepo, lakini wao hawakufanikiwa, akafanikiwa yeye kupita na kuwa yeye kama alivyo. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakuletea dharau, mtu yoyote ambaye anataka kukuletea body shaming, mtu yoyote ambaye anataka kukushusha, yani kukuvunja ile mihemko yako, labda mtazamo wako, ile wazungu wanasema ili uweze ili kukushusha, ili uweze kujiona kwamba wewe ni mdogo, yani kufanya wewe ujione kama ni inferior. Mtu huyo ana matatizo binafsi. Mtu huyo ana matatizo binafsi. Ukiona mtu yoyote anaanza kukufanyia shaming kwamba wewe uko hivi, mwili wako uko hivi, huna hiki, hujasoma, hizo psychological, wana psychology wanakuambia kwamba hivyo vitu anataka wewe kukushusha. Mtu anayekuletea mada kama hizo anataka wewe ushuke, ujione mdogo, ujione ufai. Lakini leo nina neno la kutaka kukuambia kwamba yoyote unayemuona, hata awe rais, hata awe nani, njia yake aliyopita mpaka akawepo hapa duniani ni hiyo hiyo ambayo ulipita wewe, ni hiyo hiyo ambayo nilipita mimi. Mungu alinichagua katika mamilioni ya mbegu nikaweza kuzaliwa. Wewe unayenisikiliza na kunitazama, Mungu alikuchagua katika mamilioni ya mbegu ukaweza kuwa wewe. Angalia hata mtoto wa kike, wataalamu wanasema kwamba mtoto wa kike ana mbegu karibu milioni 40. Katika milioni 40 ni 450 ambazo zinapevuka. Katika 450 mengine yanakufa hapo. Umeona sasa inavyokuwa. Kuna mbegu zingine zinakufa, hazifiki hata katika 450, zile milioni 4 zingine zinakufa tu zenyewe. Zile ambazo zitasurvive ni kama 450. Na hizo 450 ndio zile zinazoanza kuharibika humo kwenye hedhi nini zinaharibika. Lakini na hapo katika yai ambalo liliweza kupenya kwa upande wa mama ukawa ni wewe. Angalia upande wa baba milioni na kitu ukapenya, upande wa mama milioni 4 bado ukapenya wewe. Kwa hiyo nakupa moyo siku ya leo kwamba maisha yoyote ambayo utakuwa unapitia, shida zozote ambazo utakuwa unapitia ni mapito tu. Jijue na jitambue wewe ni mshindi. Usije ukaruhusu mtu yoyote yoyote awe na maamuzi juu yako wewe, maana hakuna aliye juu yako zaidi ya Mungu. Aidha awe amesoma, awe na pesa kiasi gani, pesa zozote zilizopata ziacha, hakuna atakayeondoka nazo. Hata awe nani, asija akakufanya wewe ukajiona mdogo
asija akakufanya wewe ukajiona kwamba wewe sio binadamu, wewe ni kundi la wanyama fulani hivi. Yaani wewe asija akakuweka wewe kwamba wewe uko kwenye class, wewe ni high class. Hakuna watu waongee wafanye nini, wewe ni high class. Hakuna ambaye yupo low class. Maadamu uliweza kushindana kutokea hapa duniani, ulishindana, una ushindi ulioupata ni ule ule ambao huyo naye anayekusema aliufanya. Sasa hii swala la kwamba wewe ni class 1, wewe ni second class, ni third class, hayo ni maneno ya watu ambao ni wapumbavu, ni wajinga, wanataka wajisikie, yani wanataka kujisikia wana udhaifu. Sasa ili udhaifu wao uonekane una nafuu, anataka kukutupia wewe, na wewe ukiyakubali yale, akikushawishi, ukikubali mtazamo wake, ndio hivyo atajiona yeye ni bora. Kwa hiyo ni kauli yangu, na ninachokushauri wewe ni kwamba jaribu kuwa na kitu kinaitwa common sense. Binadamu yoyote ambaye ana common sense ni bora zaidi kuliko huyo binadamu mwenye IQ na kwenda shuleni na madegree na madiploma. Ukiwa na common sense, ukaweza kujua na kutafakari mambo kwa wema na kwa ubaya, ni bora zaidi kuliko IQ. Kwa sababu hapa kuna watu wanashindwa kupambanua elimu ya shule na elimu ya dunia ni vitu viwili tofauti. Mtu anaweza kawa ameenda shule, amesoma, lakini akawa na tabia na mambo ya kipumbavu kuliko hata mtu ambaye hajaenda shule. Na hivyo shule nayo ni umri huu kuanzia miaka 20, 25, 26, 30, 40. Ukifikisha miaka 80, miaka 90, hata kama ulikuwa na PhD, wewe unarudi tu kule kwenye watu ambao ulikuwa unaona hawajasoma. Kwa wenzetu tulioko nchi hizi, unaweza ukadhibitisha hili. Kuna wengine ambao wanafanya kazi za kulea wale wazee, nyumba za kulelea wazee. Wale wazee unaowalea wengine ni watu ambao walisoma, ni watu ambao wana ma PhD, lakini walipofikisha umri wa miaka wamerudi, tabia zao zimekuwa za kitoto. Unaona siri ya Mungu hapo alipoificha. Unajua kuna siri kubwa unapomwongelea Mungu. Mtu ambaye alisoma kafikia hatua ya mzee, anaanza kubehave na kuwa na tabia za kitoto kiasi cha kwamba hata kula lazima mkataze, acha kula, umeshiba. Kwa sababu usipomkataza ataendelea kula mpaka huko haja kubwa inamtoka. Huyo ni mtu ambaye amesoma. Kwa hiyo binadamu ni miaka hii ya mwisho ni 40. Zaidi ya hapo wewe si chochote. Wewe si chochote. Kwa hiyo jaribu kuheshimu binadamu. Body shaming ni vitu vibaya sana. Mimi siku zote huwa nakosoa tabia. Siwezi kukosoa muonekano wa mtu. Siku zote nakosoa tabia, na ukiangalia video zangu zina target kwenye tabia. Na leo nataka kuongelea tabia za watoto wa kiume wa Tanzania ambazo sizipendi. Narudia tena, tabia za watoto wa kiume hususan Tanzania ambazo sizipendi. Hizi ni tabia ambazo zinanihusu hata mimi. Na mimi nayo yaongelea haya, siongelei kwa sababu namuongelea mtu. Nayo yaongea haya, ninayaongea yale ambayo yapo kwenye jamii, na mimi pia yananigusa. Siku zote huwa niko hivyo. Naongea vitu ambavyo mimi mwenyewe navyo na nimevi experience na vinanigusa, na hivyo vitu sivipendi. Kwanza, unafiki. Tabia ya unafiki tunayo. Unafiki ni tabia ya kujifanya rafiki, kujifanya wewe ni mtu mzuri, wakati ukweli wewe ni mchafu, ni mshenzi, ni muovu. Na hilo unalitambua, ndio maana unakuwa mnafiki. Unajua mnafiki ni mtu ambaye anajaribu kila namna kuficha maovu yake. Anayapigia perfume na ya spray yaonekane ni mazuri ili anukie vizuri, kwa sababu anajua ni machafu, lakini anayaficha. Hataki kuyaacha. Unajua tabia ya mnafiki ni kwamba hataki kuyaacha, ni mabaya lakini hataki kuyaacha. Na njia pekee ya kuweza kuyalinda hayo machafu ni kuanza kuwa mnafiki, kujifanya mzuri wakati ni mnafiki. Watoto wa kiume, uzinzi. Watanzania wengi tuna tabia moja mbaya ambayo ni chafu, ni ya uzinzi.
Huwezi kujuana na dada zako, huwezi kuwa na washangazi zako, huwezi kuwa na makazi mpaka utembee nao. Kila mtu lazima utembee naye. Wake za rafiki zako kutembea na, yaani hii ndo tabia sugu, tabia mbaya sugu ambayo ipo kwenye wetu sisi wa Tanzania, kuwataka wake za marafiki, girlfriend za marafiki. Asilimia kubwa yetu sisi tuna tabia hiyo. Asilimia kubwa, narudia, tuna tabia hiyo. Ukiona mke wa rafiki yako wewe utamtaka tu, utajishofu, yani utajishofu maneno mengi, kujiinua kwingi, kujiona wewe una kila kitu, kujiona kwamba huyo mwanamke hayuko na huyo kwa sababu kakosea. Yani unafanya kila namna kumshawishi mwanamke kwamba uko na mtu huyo ambaye ulionaye umekosea, ungekuwa na mimi. Alafu mbaya zaidi unataka kuharibu. Utembee naye alafu usepe. For what? It's bullshit. Ni tabia mbovu, haifai. Kwa nini uanze kutembea na wake wa rafiki zako? Kwa nini uanze kuchukua muda mwingi sana kwanza kumendea wake za rafiki zako? Hiyo onekane nini sasa? Nini unachokipata? Nothing. Na wala sio ujanja, ni upumbavu. Na huo sio ujanja. Ujanja unasaidia vipi watu? Impact ulionayo katika jamii, huo ndo ujanja. Unawasaidia vipi watu waliokuzunguka? Watu wanafurahi ukiwepo, watu wanacheka uwepo wako, watu wanajisikia faraja kwa uwepo wako, watu wananufaika vipi na wewe? Hilo ndio la muhimu. Sio unakuja hapo na kumuta sura, yani hiyo sura yenyewe kwanza ishapauka. Una sura gani? Sura ishapauka. Unajilingia sura. Wewe mtoto una miaka zaidi unaenda 50 una bado unalingalinga sura, na watoto wako ulionao watajilingia nini? Na vizazi vya watoto wa miaka 18 wanaokuja watalinga nini? Unashinda kuoa, mnashindwa kuoa kwa sababu tu mnataka kuwa mnanyemelea wake za rafiki zenu. Hiyo tabia ni mbovu, na mambo ya kujiinua hayafai. Acha kujiinua. Mimi kuna jambo moja ambalo nimejifunza katika kipindi cha corona. Unajua corona imeleta somo kubwa sana. Nimeona watu wenye pesa wanaenda kuzikwa nje ya mipango yao. Watu walikuwa na pesa bwana, wakajipangia, nikifa nikazikwe sehemu fulani, nikifa nizikwe hivi. Lakini corona, ukishakufa na corona, serikali inachukua hatamu na ikazika na watu, akazikwa, watu wamezikwa na watu 6 5. Wakati yeye anataka kwenye maziko yake yawe hivi. Kwa hiyo mwanadamu, acha kulinga, acha kuleta matatizo, acha kujifanya wewe ni wewe, maana huyo unayemwona hafai, unaweza ukashangaa wewe unatangulia kufa na huyo ambao unasema hafai akawepo. Unajua Mungu kwenye kifo ngoja nikupe neno moja. Kuna siri kubwa sana ambayo Mungu ameificha kwa wanadamu, na hiyo siri ni wachache sana ambao wameweza kuitafakari na wakapata jibu. Mungu kaficha kifo, na kifo limebaki kuwa fumbo kubwa sana kwetu sisi. Lakini siku zote Mungu yuko makini. Kila jambo linapofanyika, kila ndoto unayoota, jaribu kuamka na kuitafakari. Mimi siku moja niliota, nilikuwa nimelala, nikaota kama kuna vita, watu wanakimbia. Hiyo ni ndoto na kuhadisia. Watu wanakimbia na mimi nikajiingiza humo, nikawa nakimbia. Sasa nikakutana na watu wawili. Nimekimbia umbali kama kilomita 20, mbali kabisa, nakimbia, naendelea kukimbia na nimechoka. Nikakutana na watu hawa wawili. Hao watu wawili nao kuambia ni A na B, ni watu muhimu sana katika maisha yangu. Wakati nakimbia niliwakutana nao hao watu. Kumbuka nimesema A na B. Na hao watu ni watu muhimu sana katika maisha yangu. Nilivyowaona, cha kwanza kabisa walikuwa wamekaa wanakula. Nikafika pale nikamwambia, nyie hivi amsikii milindimo inayotoka huko nyuma, kuna vita inakuja? Nyie mmekaa tu hapa mnakula. Yaani nimekasirika, nataka waache kula, wanifuate mimi niwe nakimbia. Wale watu walicheka sana.
hao watu wawili niliowakuta walicheka sana nilivyokuwa nataka wao wakimbie, kwa sababu kuna vita inakuja. Mimi nakimbia, nimewakuta wanakula na ninawajua, lakini nawaambia waondoke, wao wakawa wanacheka. Walikuwa ni mwanamke na mwanaume. Mwanamke naye alicheka, aliniangalia akacheka, lakini alichokifanya alinionyesha njia. Hiyo ni ndoto, akanionyesha njia kwamba kimbia, elekea mwelekeo huu. Basi mimi nikaona kwamba vita inazidi kusogelea, lakini wao nawaambia kwamba jamani tukimbie, wao hawataki kukimbia. Mimi nikaendelea kukimbia, nikawaacha, lakini nikafuata ile njia ambayo yule mtoto wa kike mwanamke amenionyesha. Baadaye nikaamka. Wakati nimefuata tu ile njia nikaamka. Nilitafakari sana hii ndoto. Nilichokuja kukigundua ni kwamba wale watu wawili niliokutana nao kwenye ndoto kwanza wamekufa. Walichokifanya wale watu wawili ni mmoja, mtoto wa kike akanionyesha njia kwamba niende njia hii, na mimi nikaenda ile njia, baadaye nikaamka. Jibu nilotoka nalo hapo ni kwamba waliokufa hawaogopi kitu. Waliokufa hakuna kitakachowatisha. Hofu na mashaka ni sisi tulio hai. Katika ile ndoto mimi nilikuwa nakimbia kukimbiza uhai wangu, na wale niliowakuta wawili nikawa nawaambia wakimbia, wakataki kukimbia, wakawa wamekaa. Wao ilishaisha, habari yao ilishaisha, hawana hofu tena. Kwa hiyo wewe unayeangalia sana, unapopanga mipango ya kumdhuru binadamu mwingine, aidha kwa njia yoyote ile, hata kwa kifo, sio adhabu. Wala usije ukafikiria kwamba umemdhuru, bali hofu na mashaka inabaki kwako wewe. Hii corona leo hii tunaolia na kusikitika na kusononeka na tabu zote hizi kuzipata ni sisi tulio hai. Waliokufa tayari, hilo swala halipo. Shida, tabu, dhiki, njaa hazipo kwao. Kwa hiyo kumbuka mwanadamu, siku zote wewe ni mtu wa kupita. Heshimu binadamu. Narudia tena, heshimu binadamu kuliko mnyama yoyote yule. Siri kubwa sana Mungu kaificha ndani ya mioyo yetu. Unapolala, unapoamka, jaribu kujitafakari, jaribu kuwaza jinsi gani utakavyokuwa mtu mwema. Ni historia gani utaiacha hapa duniani. Hizi video nazozitoa ninaamini zitakusaidia wewe, kama sio wewe zitasaidia kizazi kijacho. Maana nitaziweka online, hata nisipokuwepo haya maneno yatawasaidia wengine. Mungu akusaidie. Asante sana.